Kukamatwa kwa OCS wa kituo cha Migwani wakimtuhumu kumpiga risasi mkazi mmoja wa eneo hilo na kumjeruhi wakati wa kutawanya maandamano ya wakazi waliokuwa wakiandamana kutokana na kutowajibishwa kwa wezi wa mifugo katika eneo hilo. Mike Chalo na taarifa kamili. Ni usiku uliojaa fujo na sokomoko, wakazi wa kata ndogo ya Itoloni Mwingi Magharibi, kaunti ya Kitui, wakiwakamata wezi wa mifugo na kuwawasilisha katika kituo cha polisi cha Migwani mwendo wa saa 2 usiku. Kamata yao ikifuatia maandamano ya kuvishtimu vitengo vya usalama kwa kuachia huru wezi wa mifugo baada ya kuwatia mbaroni. Sasa sisi tumechoka watu wa Itoloni location, kwa sababu hata tukiwakamata hao wezi tunawapeleka Migwani police station, na wakishapelekwa pale wanatozwa pesa na wanaachiliwa kuja kusumbua wanakijiji tena. Kilichofuata baada ya maandamano haya ni ufiatuaji wa risasi kutoka kwa maafisa wa polisi waliokuwa na nia ya kutuliza hali. Kimanzi Musili mwenye umri wa miaka 40 akijipata upande mbaya wa maandamano haya baada ya kupatwa na risasi wanayosema ilifiatuliwa na OCS wa kituo cha Migwani. Tumeshuhudia kijana wetu ambaye amefanywa shooting na askari, na niko na cartridge hapa ambayo huyo kijana karibu apoteze uhai. Tumekuwa tukilalamikia haki zetu, na sijui kwa nini yule OCS ameamua kujaribu kutuua. Risasi hii ikipita kwenye bega lake na kutokea upande wa nyuma, huku akibaki na jeraha analolihusisha na OCS wa kituo hicho cha Migwani anapoendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Mwingi level 4. OCS naye akachukua bunduki na akaweza kumshambulia mmoja wetu. For the first time nilikuwa nasikia ni kama nimepigwa kutoka na nyuma. Ndiposa ni realize sababu polisi walikuwa mbele yangu, wanipiga na mbele hata short range, ndio kanipiga hapa hivi katokelezea pande ya nyuma. Musili ambaye ni fundi na mkandarasi wa mjengo anataka usaidizi na haki, kwani sasa familia yake inapitia wakati mgumu kwa kuwa yeye ndiye tegemeo kwao. Na pia huyo polisi ningeomba pia achukuliwe hatua ndiposa awe funzo hata kwa wengine, na pia nipate haki ya kusimamia familia yangu. Viongozi na wakazi wanamtaka Inspector Generali mkuu wa polisi Douglas Kanja kuhakikisha OCS huyo anakamatwa na kuwajibishwa. Inspector wa polisi IG, tafadhali chukua hatua ambayo inafaa. Tutrain officers wetu, tuhakikishe ya kwamba hii kiza haitatendeka tena nchi yetu ya Kenya. Mike Chalo, TV47. Mbunge wa Mwingi